Yes, unajua Mwalimu Samueli, ukifuatia katika madhehebu ya Kikristo, wengi wanamtafsiri Yesu, wanamdefine Yesu tofauti. Kama wakija kwa ndugu zetu ambao wanajiita mashahidi wa Yehova, wanasema kwamba Yesu wanamuita tu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa sasa sio Mungu, ni mwana wa Mungu. Ila akija kwa ndugu zetu wanajiita wa Roman Catholic, wenyewe wanaamini kwamba Yesu ni Mungu mwana. Ina maana kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, wanaamini kwenye utatu. Na wakija kwa Kristo wengine, kundi lingine, wanaamini kwamba Yesu ndiye Mungu, ndiye muumba wa mbingu na nchi. Kwani nataka ueleze kwa kina kutokana na ufahamu wako wa Biblia. Hivi unaamini kwamba Yesu ni nani kulingana na maandiko? Okay, nimejaribu kugusia watu wanavyoweza kumuona kwamba Yesu ni nani. Ukasema kulingana na maandiko. Mara kuna sura kwamba Yesu ni nani. Sawa kabisa. Uzuri wake ni kwamba jina lako ukishasema Yesu, japokuwa kuna Yesu wengi, maana Yesu ni jina. Sawa. Ambapo ni kama hata nikiangalia Amerika Kusini kuna majizas wengi sana. Okay. Kwa hiyo hata kule Israeli ni kwamba hata hilo jina la Yesu lipo. Lakini mara nyingi sana tukizungumzia habari ya mambo ya dini, ndio wengi ukizungumzia habari za Yesu, bahati nzuri limekaa zaidi la Yesu original. Okay. Yesu huyo ambaye kama ninavyosema ni kwamba ameleta changamoto kubwa katika historia au katika ulimwengu wa jamii ya binadamu. Okay. Kwamba ni jina ambalo au huyo Yesu, maana Yesu ni jina, lakini mtu ambaye wazungu wanasema ni kama controversial. Yani ni mtu ambaye mapinduzi ambayo amealeta duniani, kama tutamuita mwanadamu, basi hakuna mwanadamu aliyeweza kufanya mapinduzi kama hayo. Kwa hiyo unaposema tu kwanza Yesu ni nani, hili swali tunakumbuka kuna mtu mmoja ambaye mwanadamu au aliyezaliwa katika Yerusalem, aliyezaliwa katika ni Bethlehem ya Uyahudi, ambaye ukitazama unabii mwingi sana ulikuwa unamzungumzia mtu kama huyo. Sasa tukiacha hizo kuzaliwa, tuje katika hilo swali lake la kusema tu kwamba Yesu ni nani. Hasa kwa watu ambao amekuwa nao, yani kuna watu ambao walikuwa nao kule, kwa sababu mimi na wewe au na watu wengi hawakuwepo kipindi hicho wakati huyo mtu au nani anaitwa Yesu hatukuwepo. Nika nasema umri wangu ni mkubwa zaidi ya miaka 60, na kuna wasomi wengi ambao wapo ambao nao hawajawahi kuwepo wakati huyo anaitwa Yesu yupo. Hakuna aliyewahi kumuona kumuona Yesu. Kuna wakati fulani ninakuta hata historia ya Paulo, alikuwa bado kijana, inaonekana kwamba hawajakutana live. Kwa watu wengi hawajamuona Yesu. Kama vile ambavyo watu wengi hawajamuona Mungu. Kwa hiyo tunachopewa ni nini? Ni zile taarifa. Yani kuna vitabu ambavyo vipo vinajaribu kutoa taarifa ya matukio ya ulimwengu. Okay. Sasa ukishapata vitabu ambavyo vinatoa taarifa ya ulimwengu, unapata mahali pa kuanzia. Kuna uchunguzi wa kina kwamba tunatazama vitabu. Na kitabu ambacho huwa mara nyingi na kizungumza mara kwa mara, kina lile ganda la pale juu limeandikwa Biblia. Sawa. Kuna watu tu wajinga fulani wababaishaji wakisema hakuna kitabu kinachoitwa Biblia. Nadhani kwamba hilo ni namna ya kubabaisha tu, ili kwamba inawezekana mtu atetee jamii yake. Ni ujanja tu wa kisaikolojia. Maana kusema hakuna kitabu kinachoitwa Biblia ni sasa kusema hakuna kitabu kinachoitwa vitabu. Kwa sababu neno Biblia ni neno tu simple tu la Kiunani, ikiwa na maana kwamba vitabu. Okay. Kwa mbabaishaji anaweza akaingia kwenye midahalo ikawa ni hoja ya kupotezeana tu watu muda, alafu anasema eti anakuwa na mdahalo wa kisomi, alafu mwisho wa siku anajenga hoja kwamba hakuna kitabu kinachoitwa Biblia. Nadhani huo ni ubabaishaji ili kuzidi kuwapoteza jamii ya watu walio wengi
Sawa sawa. ili wasiweze kuelewa. Maana yake tugeuze kama ni ushabiki. Kuna ushabiki wa Simba na Yanga na timu za mpira, lakini ushabiki katika habari ya neno la Mungu, ushabiki kuhusu uzima wa milele, ushabiki huo haufai. Sawa. Ila sasa watu wamezoea kutania mpaka wanamtania Mungu, wanaona fair tu. Sasa tunaposema kwamba Yesu ni nani? Ni kama navyosema, ni hilo swali ambalo lipo na ambalo tayari kuna watu ishapata kufanya nini? Kuliuliza. Hasa ukisoma, hebu soma Mathayo sura ya 16 mstari wa 13, kuanzia mstari wa 13. 13. Ndio. Inasema kwamba basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema. Akasemaje? Watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Tulia hapo. Watu hunena kwamba mwana wa Adamu kuwa ni nani? Maana kusema mwana wa Adamu, kuna mtu anaweza kafira anaongelewa mwingine, anajizungumza mwenyewe. Utaiona pale chini. Inaendelea. Wakasemaje? Wakasema wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Okay. Basi inaona hapo ina maana kwamba Yesu alikuwa na wale wanafunzi wake. Okay. Mara nyingi wale mitume 12 wakiwa ni watu wa karibu sana. Lakini pale alijua kabisa, pamoja na kwamba wako naye, bado watu wengi hawamjui. Kabidi waulizie kwamba sasa watu hunena ya kwamba mwana wa Adamu ni nani? Yesu anapozungumza mwana wa Adamu anajisemea yeye. Wao wakampa jibu kwamba hao watu wengine wanasema kwamba unani? Yohana Mbatizaji. Wengine wanasema Yeremia. Wengine wakasema nini? Mojawapo wa manabii. Sasa hao ni watu ambao wanamsema yeye, na wanamsema kwa sababu ishamsikia katika hazungumzi watu wengine, ni katika taifa la Israeli. Kuna watu wengi katika taifa la Israeli, jinsi wanavyomzungumzia yeye, wanasemaje yeye ni nani, mwana wa Adamu, wanampa cheo gani? Kwa panaposema kwamba ni Yohana Mbatizaji, unajua kipindi hicho Yohana Mbatizaji alikuwa tayari afanya nini? Ishaondoka, ishakufa. Lakini sasa labda wanajaribu kuzungumzia kitu ambacho hata Wahindu wanakizungumzia, kinaitwa incarnation. Yani kuzaliwa kwa mtu akafa, ile roho yake ikazaliwa kwa mtu mwingine. Kwa wao walivyosema kwamba ni Yohana Mbatizaji, si kwamba alikuwa hamjui Yohana, wakaona alivyokufa ile roho ya Yohana iliingia kwa Yesu. Kwa Yohana, Yesu ni yule Yohana Mbatizaji. Wengine wakasema ni Elia. Elia, unamkumbuka Elia Mtishibi, lakini bado hata hivyo ukiangalia Yohana mwenyewe kuna kipindi aliitwa Elia. Kwa hiyo kuna ubabaikaji. Lakini mwisho akasema kwamba mpaka Yeremia wakamtaja. Unaweza kusema ni Yeremia. Ila hili lingine la kusema kwamba ni mmojawapo wa manabii, kwamba sasa Yesu ni kama mmojawapo wa nabii kama manabii wengine. Nadhani hilo ni swala ambalo wao walikuwa wanamdhania hivyo, na si hao tu, hata ulimwengu tunaoishi kuna watu bado kuna credit mbalimbali au kuna sifa ambazo wanampa. Miongoni mwake Waislamu wanajua ni mtume tu au ni nabii kwa ajili ya nani. Kwa sasa hilo kulianza, hawajaanza wao. Maana yake ni kwamba utata wa kumjua Yesu ulikuwepo toka muda mrefu. Japokuwa kuna hii sura sehemu ya pili inayozungumza ninyi mwaninena kwamba ni nani. Sasa akaingia kwenye hatua ya pili. Akaingia kwenye hatua ya pili nani? Huyu nani? Huyu aliingia hatua ya pili ni kwa wanafunzi wake. Lakini kabla hatua ya pili kuna watu fulani, hebu fungua. Nitaingia kwenye hatua ya pili kwa sababu tunataka tuangalie kabla ya kumuingia, yani kwamba ni nani waishamweka kwenye manabii, mmoja wapo wa manabii. Sasa hii ya uwana, hebu tusiende. Unaweza ukaniangalizia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 55. Mathayo sura ya 13 mstari wa 50 na 55. Anasema kwamba huyu si mwana wa Selemala. Huyu si mwana wa Selemala. Mamaye si yeye aitwaye Mariamu. Mama yake Mariamu ni Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda. Na maumbu zake, endelea inayofuata 56. Anasema na maumbu yake wote hawapo hapa petu. Unajua sasa wale watu ni katika kwa walikokuwa wanaishi kule, ikaonekana kwamba
wakati anaongea masuala mazito akasema huyu anayapata wapi? Amesema hapa chini, anasema basi huyu amepata wapi yote haya? Sawa kabisa. Kwa yote haya. Kwa hiyo maana ni kwamba waliokuwa pale ndugu zake au katika kijiji ambacho amezaliwa ni kama wanamjua vizuri kabisa kwamba huyu ni mtoto wa babake si Yusufu, mamake si Mariam, ndugu zake si Hawa, maumbu zake. Kwa wao wakawa wanamfahamu kama tu ni mtu tu wa kawaida kabisa. Mtu wa kawaida kabisa wa viwango vya chini ambavyo kwa namna moja ama nyingine ni kwamba hawakuwa, walimchukulia mwana wa seremala wa kawaida kabisa, mwanadamu katika viwango vya ubinadamu. Sasa baada ya hapo ikaonekana kwamba sasa tunakuja kwa huyu swali linalofuata kwamba je, ninyi sasa ambaye ni wanafunzi, kwa sababu hao hawafuatani nami. Kuna watu wasiofuatana nami ambao sio wafuasi wangu, si wanafunzi wangu. Hao wanawezekana kwamba ni Waislamu, hao ni Mayahudi, ni watu wengine wa ulimwengu. Lakini ninyi ambao mnafuatana na mimi mwaninena kwamba ni nani? Ndipo jibu karibu ni wengine wote walinyamaza. Kule kunyamaza ina maana kwamba na wao walikuwa hawajui kwamba huyu aliye naye ni nani. Japokuwa walivyoitwa ni kwamba kuna hali fulani ya nguvu ya kupokea, lakini hawakujua. Ndipo Petro akasema kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kabla hii ya kusema kwamba juu ya mwamba nitajenga kanisa, lakini anasema wewe ndiwe Kristo, mwana wa nini? Wa Mungu aliye hai. Sasa alijueje kwamba ni Kristo? Japokuwa pale kunazungumza kwamba ufunuo, lakini katika taifa la Israeli lile taifa ni watu ambao viongozi wakuu wa dini, Mafarisayo na watu wengine wataalamu na waandishi walikuwa wanajua kwamba yupo mtu mmoja atakaye kuja anaitwa Kristo. Walikuwa wanamtazamia kwamba atakuja mtu mmoja anaitwa nani? Anaitwa Kristo. Kuna maandiko mengi, lakini Mika 5:2 inasema nawe Bethlehem Efrata uliye mmoja katika majumbe wa Yuda, kutoka kwako atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yalikuwepo tokea zamani za kale, tokea milele. Kwa hiyo wanajua kabisa kwamba yupo ambaye ataitwa Kristo, kwa sababu Kristo ni neno ambalo limetokana na Christus. Christus maana yake ni mpakwa mafuta. Sasa mpakwa mafuta, kipindi hicho taifa la Israeli kulikuwa na watu wa aina tatu hapa kwa mafuta. Maana yake kuna mfalme, kuhani au nabii. Au mtu anaweza kama mpakwa mafuta kama huyu Kristo, vyote vitatu alivipata. Kwa hiyo alikuwa anatabiriwa kwamba anakuja Kristo. Lakini kuna huyu alivyojibu hili swali akasema wewe ndiwe Kristo. Halafu akasema mwana wa Mungu aliye hai. Ameondoka kwenye hatua ya kawaida ya nabii kama anavyosema, ameingia hatua ya pili ya kuitwa kusema mwana. Hili neno mwana kalipata wapi? Japokuwa ni anasema kwamba ni ufunuo. Ufunuo unakuja, yeye ufunuo ulikuja kwake kujua kwamba huyu ndiye. Ila taifa la Israeli walikuwa wanamsubiria Kristo. Lakini kujua kwamba ndio huyu na jinsi alivyokuja kwa wepesi na sifa zake ambazo unazikuta katika Biblia, ana sifa kubwa zaidi. Kabla sijaenda katika Samueli wa pili 7:14, hebu niangalia katika kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Anasema maana kwa ajili yetu maana kwa ajili yetu nini? Mtoto amezaliwa. Alright. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uwezo wa kifalme utakuwa nini? Begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Pale Mfalme wa amani. Sasa unapotazama hili ni kwamba utabiri huu wa Kristo wa kawaida wanajua unamtabiri nani? Kristo. Kuna watu wengine wababaishaji kidogo kama unavyosema wapo, anaposema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Wanasema wakati anaishi kipindi hicho Isaya ni karibuni miaka 700 na kitu kabla ya Kristo. Sasa anaposema pale mtoto amezaliwa, basi kuna ndugu zangu maustazi fulani mashehe wanazungumza kwamba huyo mtoto aishazaliwa. Sasa naposema kwamba ni Yesu, mbona wewe ishasema mtoto amezaliwa? Sio wakati unaokuja, lakini wakati
uliopita. Na ukitazama hivi hivi usipoangalia maandiko mengine inakuwa kama limekaa hivyo. Sawa kabisa. Lakini ukitalii maandiko yanakupa taarifa zote. Kwa mfano Rumi sura ya 4 mstari wa 17 unasema hivi, ayatajaye yale, yani Mungu ayatajaye yale yasiyo kuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Kwa hiyo kuna wakati fulani Mungu anayataja yale yasiyo kuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Okay. Lakini hata kama ukiliondoa hilo ukisema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, inawezekana basi kazaliwa kiroho, lakini haya matokeo ya kwamba atakuwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani, atayatimiza kule. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo ni kwamba tayari unaona jinsi ishara na unabii mwingi sana. Lakini nataka nije kwenye hili alilosema kwamba mwana wa Mungu aliye hai. Jina mwana limetokea wapi? Okay, kwa sababu katika hata Yohana sura ya 5 mstari wa 18 kasema Yahudi walitaka kumuua Yesu kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali alimuita Mungu baba yake akijifanya sawa na Mungu. Okay. Kwa kile kitendo hakukuwepo na kitu ambacho mwanadamu aliweza kuwa na uwezo wa kumuita Mungu Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na bahari na kila kitu, kwamba alikuwa na uwezo wa kumuita nini. Hakuna mtu aliyepata kuweza kumuita ambapo ni kufuru. Okay, sawa. Maandiko katika Agano la Kale kuna mahali tupanasema Ephraim ni mwanangu. Sasa anaposema Ephraim kile kipindi hamzungumzie Ephraim yule ambaye ni miongoni mwa watoto wa nani wa Yusufu. Anazungumzia Ephraim kama taifa. Kwa ni mahali tupengine taifa liliweza kuwa mwana wa Mungu kama taifa, lakini mtu mmoja mmoja haijapata kuonekana kwamba mtu mmoja. Kwa hiyo kusema mwana wa Mungu ni Ephraim, Ephraim alikuwa anazungumza kama taifa, lakini hapa anazungumza kama mtu. Sasa hili la mwana lilianzia wapi? Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 13 na wa 14. Labda ulisome Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 13 hadi wa 14. Samueli wa pili 7 13 hadi 14. 13 hadi 14. Inasema kwamba yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Endelea. 14 inasema kwamba mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu. Maana yeye atakuwa mwanangu na mimi nitakuwa baba yake. Kile kipindi ilikuwa ni kipindi cha mfalme Daudi. Daudi tunajaribu kumtafuta huyu Yesu ni nani? Japokuwa kuna viwango tofauti, kwa kunakuwa namuona tu kawaida, lakini baadaye viwango vinaanza kupanda kwamba huyu Yesu ni nani. Sasa pale kuna kipindi miaka karibuni 1000 kama na 60 au 20 na kitu kabla ya Kristo. Mfalme Daudi alikuwa amepigana vita sana na Wafilisti, lakini kwa kipindi fulani akaanza kupata amani. Ile ikawa vita, hakuna vita. Kwenye kile kitendo akashawishika kutoka moyoni mwake kwamba amjengee Mungu nini? Nyumba. Yani hekalu. Kwa sababu toka kipindi wanatoka Misri, nyumba ya Mungu ilikuwa ni kama hema. Walikuwa wamejenga hema. Hema ikiwa na maana kwamba kulikuwa na ile sanduku la agano ambapo ndani yake kuna amri 10 na pembeni zile shughuli hizo pamoja na ile fimbo ya Haruni iliyokuwa inachipuka pamoja na mana zilikuwa zimewekwa. Sasa ina maana kwamba kulikuwa na hema. Ile sanduku linakaa kwenye hema. Na ukitazama ile sanduku ni kama wakili wa Mungu. Ukiona sanduku pale ukiliona basi maana hapo pana Mungu. Sasa baada ya kipindi hicho akasema hapana, kwa nini sanduku la Bwana likae kwenye hema wakati mimi ninaishi kwenye nyumba ya fahari? Ndipo akatamani kwamba amjengee Mungu nini? Nyumba. Alipokuwa na wazo hilo, kipindi hicho kulikuwa na nabii anaitwa nabii Nathan. Basi ikabidi sasa aende mfalme, maana alikuwa ni mfalme. Na ndio maana kuna watu wengi kidogo tu kila akiongelea sana inaweza kana unabii kidogo, lakini mara nyingi Daudi anaitwa kama mfalme. Hata Sulemani mara nyingi watasema sasa kila mfalme wanamuita tu nabii. Lakini mara nyingi wale inaweza kaa si nabii lakini alikuwa ni mfalme. Kwa baada ya kitendo kile mfalme, unabii upo kwa upande, lakini kikubwa zaidi swala ulibeba ni ufalme. Na hicho kipindi hicho alikuwa nabii Nathan. Kwa ikabidi aende kwa nabii Nathan amuulize, nabii Nathan, mimi nataka nimjengee Mungu nyumba. Naomba uniulizie kwa Mungu, maana manabii wana namna communicate na Mungu. Sasa nabii Nathan
hakupata muda hata kwenda kuongea na nani? Na Mungu. Alichokifanya akasema wewe jenga tu nyumba kwa sababu Mungu yuko upande, kwa sababu ana uzoefu, anaishi kwa mazoea kwamba huyu Daudi ni rafiki yake, ni mtu wa karibu na Mungu, mambo mengi Mungu anamsikiliza. Kwa sasa hii haina haja. Ule usiku ikaonekana katika ndoto Mungu akamtokea nani? Akamtokea Daudi. Akamwambia, kwani mimi nikwambia unijengee nyumba? Unaona kwamba siko na haja, kwani mimi naishi kwenye nyumba za mianzi, mimi sijakwambia unaishi kwenye hema, sijakwambia unijengee nyumba. Sasa pale pale ikaonekana Mungu asema mimi Mungu ndiye nitakaye kujengea wewe nyumba. Yaani kwamba Mungu sasa aijenge nyumba ya Daudi, kwa sababu Daudi ana nyumba za kawaida, lakini kujenga kwa nyumba ya Daudi ni kama vile mpaka kunakuwa na Daudi, kunakuwa na Sulemani, mpaka leo miaka zaidi ya 3000 tunamsema Daudi. Hiyo hapo ndio kuijenga nyumba ya Daudi. Jina la nyumba ya Daudi linaendelea, sio nyumba zile za kawaida. Kwa hiyo baada ya hapa akasema, hapana, wewe hautanijengea nyumba, sawa, lakini mtoto wako atakayetoka katika viuno vyako, huyo ndiye atakaye nijengea nyumba. Na huyo mtoto wako atakaye nijengea nyumba ataniita mimi baba, na mimi nitamuita mwanangu, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Basi nadhani kwamba Daudi alipendezwa sana, akasema hapa imekaa sawa. Na kweli maandiko yanaonekana mwisho wa siku kuna mtu alijenga nyumba. Mfalme Sulemani, wakati ile taifa limekuwa na amani, ni kati ya mwaka kama 1016 kabla ya Kristo, ndipo alipojenga lile hekalu la Yerusalemu katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza 6:1. Kwa hiyo tunaona kwamba anajenga nyumba nani? Mfalme Sulemani, ambao ndio hekalu. Baadaye ile nyumba ndio kiitwa hekalu la Mungu. Hata kuna kipindi fulani hata Yesu akasema mnaifanya nyumba ya baba yangu kwa pango la wanyang'anyi. Kwa hiyo akajenga ile nyumba ambayo ni hekalu la Mungu. Imekaa muda mrefu. Baada ya kukaa kwa muda mrefu, lakini mfalme Sulemani yule alipata kufika mwisho. Maana katika mwaka wa 981 mfalme Sulemani alikufa. Na ndio kipindi cha mwaka 981 ni kwamba ile Israeli, ile taifa ligawanyika, ikawa Israeli na Yuda. Ndipo Rehoboam akawa mtawala katika mwaka wa 981 kabla ya Kristo. Kwa sasa nasema huyu mtoto, huyo mwanao, ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Lakini tunaona kwamba pale Sulemani ambaye ametoka kwenye viuno vya nani? Vya Daudi, ufalme wake ulifika mwisho. Na tena ukagawanyika kaskazini na kusini. Kaskazini ikakwenda kwa Yeroboam mwana wa Nebati, kusini ikawa nini? Rehoboam mwana mfalme Sulemani. Kwa hiyo tunaona pale ufalme wake unafanya nini? Umefika, au sema umefika mwisho. Je, neno la Mungu limetanguka? Lakini bado ukitazama hakuna mahali ambapo mfalme Sulemani alifanikiwa kumuita Mungu baba. Hajawahi kwamba hajatimiza kwamba yeye alimuita Mungu baba. Hakuweza kumuita Mungu baba. Kwa unaona ni kwamba kuna masuala mengine ni kivuli. Suala la kusema kwamba atamjengea hekalu, kwamba atamuita Bwana, ni kivuli. Biblia yote kila aina ya kivuli huwa kinamlenga anayekuja, ambaye nani? Ni Kristo. Kwa sasa hata suala hapa baadaye kwamba kitendo cha kusema Yesu ameweza kumuita huyo Mungu baba ni kitu ambacho ni ahadi. Yaani Mungu aliweka ahadi. Alimwambia kwamba huyo ataniita mimi baba. Mimi nitamuita mwanangu. Yatatimiaje? Kwenye kutimia, Mungu anayeitwa Mungu hatujapata kumuona. Biblia inasema hakuna aliyemuona Mungu hata mmoja. Ila kuna eneo moja Yohana 1:18 haisemi mwana wa Mungu, kuna maana sana Mungu mwana pekee atokee ndio aliyemfunua. Kwa kuna namna fulani kama tunarudi pale pale. Hayupo aliyemuona Mungu. Tunapewa taarifa hizi kupitia kitabu kimoja. Nacho kisema ni Biblia. Kwamba Biblia ndio kitabu kinachomfunua Mungu, kinachozungumza historia ya mwanadamu, swala la dhambi ilivyoingia duniani, nini mipango ya Mungu juu ya jamii ya mwanadamu,
na unabii mmoja unatimia baada ya sehemu. Kwa hiyo sasa katika namna ya usomi na research kwa mtu yoyote ambaye anahitaji, kwa sababu kuna usomi na kuchunguza maandiko. Halafu kuna zawadi moja ni aina yake ambayo ni ubongo wa mwanadamu. Kwa hiyo katika dunia tunayoishi, katika sayari tunayoishi, katika wasomi waliopo na wasomi waliokufa, hawajavuka mipaka ya ufahamu wa Biblia. Yaani ni mtu tu ambaye kwa namna fulani mbabaishaji. Ndio maana kwa napenda kusema kuna kitabu ambacho ni Qur'ani, ambapo ni katika huo mwaka 110 tunavyoona ni kwamba huyu bwana anaitwa Muhammad wanavyosema anapokea wahai. Nipende kusema tu kwanza kabla yake tunazungumza habari Yesu ni nani. Tumetoka kule mwanzoni alivyo, na ukaniuliza maswali, kuna wengine labda ni nabii tu, wengine ni Mungu, wengine nafsi tatu. Ni somo refu sana, lakini bado nataka kusema ni kwamba katika swala la Biblia nzima, katika taifa la Israeli, kitu ambacho kitaki kiwatenge na watu wote. Mataifa mengine yalikuwa na sanamu, yalikuwa na miungu mingi, lakini taifa la Israeli ili litengwe na Mungu, liwe la Mungu, nipo anasema katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4, sikia Israeli, Bwana Mungu wako ni Bwana mmoja. Sawa kabisa. Yani first priority hata katika zile amri 10 zinazungumza msisitizo wa viwango vya juu kabisa kwamba Bwana Mungu ni nini? Ni Mungu mmoja. Na kwa kuwa ni Mungu mmoja, kipindi hicho chote ukitazama ninachozungumza ni kwamba ni kutoka mwaka 1496 toka hivyo toka Misri. Ina maana mpaka kwa Kristo pale ukiangalia karibu kuna miaka 1000 ngapi? 490 kama 1500. Kwa hiyo ukija mpaka kwa Muhammad kile kipindi anapokea kuna miaka 2000. Kwa hiyo yeye anakuja kujua kwamba kuna Mungu mmoja miaka 2000. Yani miaka 2000 baadaye, wakati kuna watu ambao miaka 2000 iliyopita wamefunuliwa kwa kiwango kwamba Mungu ni mmoja. Kwa hiyo sasa ni kama ni mtu tu yani ni mwishoni kama senta tumia lugha gani? Nataka kusema ni katika mwaka 110 wakati apata wahai. Huo mji wa Maka kule kwa Waarabu. Ina maana ni sehemu ambayo kulikuwa na masanamu, yani bado mpaka kipindi hicho primitive. Wanakuwa bado wana masanamu 300 na ngapi? Na 60. Na wale binti za Allah, yani mwaka 110. Wakati tayari kuna watu miaka zaidi ya 2000 iliyopita wanajua na wamejulishwa wana wa Israeli kwamba Bwana Mungu ni Mungu mmoja. Akiwa anaotokea. Sasa hata ukija Christianity au Kristo bado unakuja katika mfumo ule ule ambapo Biblia nzima yote inajaribu kuzungumza, inaongea hilo. Habari la nini? La Mungu mmoja. Na ndio maana hata kuna kipindi Paulo wakati anakwenda kule nani, kuna sehemu fulani Athena Ugiriki, alikuta madhabahu ile imeandikwa kwamba kwa Mungu asiyejulikana. Maana ni kwamba wanaabudu, wana madhabahu, wanajaribu kumtafuta Mungu, lakini wanataka wamwabudu Mungu. Maana kuna miungu mingi inayojulikana ya kuchonga mpaka milima, mpaka mwezi, mpaka jua. Sasa wao wana akili nyingi sana wa Yunani. Wanasema sasa sisi tunataka tumwabudu yule Mungu asiyejulikana. Na ni kweli Mungu hajajulikana. Hata leo hakuna aliyemuona Mungu. Sasa akili yao ni ndefu sana kwamba hivi miungu vinavyojulikana havifikii viwango. Tunataka yule asiyejulikana. Ndio Paulo akasema sasa mimi nataka niwahubirie habari za huyo Mungu ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Kwa hiyo nataka kulisema hilo, kuna watu wengi wanapenda kumwabudu Mungu, ila wanakuwa kama wale wa kule nani Athena Ugiriki. Wanataka kumwabudu Mungu asiyejulikana. Wakijulishwa hafikii viwango. Tunarudi kule kwa nani, kwa Yesu. Yesu ni nani? Sawa. Yesu katika viwango vya wakati tumasikia wanavyozungumza wale ndugu zake. Baadaye tunamuona anavyofunuliwa nani? Petro kwamba huyu ni mwana wa Mungu aliye hai. Na hoja yangu ni kwamba anakuwa mwana wa Mungu vipi? Ni ile aliyosema kwamba alisema huyo ataniita nini? Mimi baba. Ataniita mimi baba. Mimi nitamuita mwanangu. Na pale tulisema kuhusu kujenga nyumba. Lakini kuna mahali fulani najaribu tutaendelea kufafanua. Naongea mahali fulani katika ile Yohana sura ya 2 mstari wa 20. Kuna kipindi Yesu akawaambia Mafarisayo kwamba libomweni nini hekalu hili. Wao wakasema kwamba hekalu hili limejengwa kwa miaka 46. Halafu wewe unasema kwamba utalijenga kwa nini? Kwa siku 3. Yeye akasema hawakujua kwamba alikuwa anazungumzia hekalu la mwili wake.
Unaona hivyo kwa nabii kwamba ile nyumba ni hekalu. Sasa Sulemani anataka ajenge hekalu. Lakini ikaonekana kwamba lile hekalu lilikuwa ni la mfano, hekalu halisi inaonekana ni mwili wa nani? Mwili wa Kristo. Sasa ukishaanza kumchunguza huyu Kristo, maana ni kwamba hata kuzaliwa kwake, kwenye kuzaliwa kwake anasema tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana. Na alitokewa na nini? Na malaika, anaitwa malaika nani? Malaika Gabriel. Na ukitazama vizuri malaika Gabriel hakuanzia kumtokea huyo, alianzia mpaka kwa mzee Zekaria kuhusu habari ya kutabiriwa kwa Yohana Mbatizaji kama maandalizi ya kuja kwa nani? Kwa Yesu. Lakini bado ikaonekana Gabriel tena akamtokea nani? Akamtokea Yusufu kwamba usimwache mkeo kwa sababu mimba hii ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini bado alimtokea nini? Na Mariamu. Kwa hiyo tunaona ni kwamba Mungu mwenyewe analiandaa hekalu lake. Yaani badala ya kwamba yule yani Daudi amjengee nyumba, Sulemani amjengee nyumba, inasema Mungu hakae katika nyumba zilizojengwa kwa mikono. Kwa hiyo nyumba anaijenga yeye mwenyewe. Nyumba hiyo maana yake ni kwamba kule kupata mimba Maria kwa uwezo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Baadaye ameweza kukaa katika hicho kipindi chote, awe seremala awe nani kama mwanadamu. Lakini ukafika wakati sasa alivyosema Roho wa Bwana yu juu yangu, Bwana amenipaka mafuta. Kwa namna sasa inaonekana kwamba lile hekalu ni hekalu takatifu. Wanadamu wote wamepitia kuzaliwa, tuseme katika asili. Kuna kitu ambacho kuna dhambi inayoitwa kwamba dhambi ya asili. Kuna kitu kipo ambacho kuna watu wanaweza kakikwepa, lakini kipo kimezungumzwa kwamba dhambi iliingia kwa mtu mmoja ambaye ni nani? Ni Adam. Kwa hiyo mipango ya Mungu kwamba atakuja mtu ambaye aseme imetenda kazi mpaka Musa ambaye hajatenda dhambi ya Adam. Sasa akaja mtu mmoja ambaye ni mwenye haki. Huyu mwenye haki ni sawasawa tu kama na kitu kinaitwa kama mizani tu. Kwa sababu tunakwenda kwa imani. Kwamba hii ni kama mizani, hapa ni sehemu ya katika mizani. Weka juu kidogo. Weke. Halafu sasa ukaweka nini? Ukaweka hivi ukabalance. Huku ukaweka jiwe, halafu huku ukaweka unga. Kwa kuna kitu ambacho tunacho kwanza kwamba wewe na mimi au hii dunia tunayoishi. Hakuna aliyeomba kwamba kuna siku moja kuna mtu aliomba nini? Alituma maombi kuumbwa duniani. Hakuna. Kwa yote ni mipango ya nani? Ya Mungu. Katika hiyo mipango ya Mungu akawa ametoa agizo kwa yule mtu wa kwanza. Ikaonekana baada ya kutoa ile agizo hakulitekeleza. Ikaonekana dhambi ikaingia kwa yule. Baada ya kuingia ni kwamba ikaonekana kwa namna moja ama nyingine ikatuathiri hata sisi, tunapata mauti hata sisi ambao hatukuwepo. Kwa hiyo maandiko hatukuwepo wakati wa Adam. Tunaambiwa kwamba hizi dhambi zimetokana na nani? Na Adam. Sasa kuna wakati fulani nasema wewe Mungu natuonea sisi mbona hatukuwepo, sasa hii tunapata adhabu ya nini? Lakini nasema si mmekubali kwa imani kwa sababu mnapewa taarifa. Sasa tunasema atakuja mmoja Adam wa pili ambaye ni mwenye haki. Inakuwa anafanya mizani ni kwamba tayari yeye analipa zile gharama. Kwamba ulionekana una dhambi, basi huyu ukimwamini maana yake dhambi yako inaondolewa. Sasa kama wewe hautaki kumwamini, baki na dhambi zako. Kwa sababu hata ukisoma maandiko yanasema kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti. Chagua uzima. Sasa kama ukichagua mauti au ukiamua kuchagua kujiokoa, lakini Biblia alisema hakuna mwenye mwili hata mmoja atakayehesabiwa haki kwa matendo yake. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu amekuja kama mwokozi. Kwa hiyo ina maana kwamba anavyokuja ni nini? Ni nani huyu? Na kweli maandiko katika akili ya kawaida tu. Kwenye akili ya kawaida mtu yoyote duniani anajua Mungu ni mmoja, yani mmoja kweli kweli, yani maana yake anajitosheleza. Sawa kabisa. Hata kwenye kuumba alisema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza kwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kuna mahali Mungu akasema iwe, yeye ni kwa kutamka tu inakuwa. Lakini Yohana moja anasema hapo mwanzo kulikuweko neno. Naye neno alikuweko kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa unaona kwamba ni neno alifakisa. Kuna tofauti. Ile ya kwanza na hii ya pili ni ile. Kwa nini? Hapa roho wa Mungu alikuwa. Mungu ni nini? Ni roho. Kwa mujibu wa Yohana 4:24. Sasa Mungu ambaye ni roho, huwezi kuigusa huoni, lakini kuna neno. Neno ni nini? Ni tamko. Hata wasikilizaji hapo wanapotusikiliza, tukinyamaza, maana yake ni kwamba hawezi wakasikia kama tunageuka kama masanamu tu. Tukizungumza lile neno linatoka. Neno wataalamu wanasema ni logos.
neno huwezi ukalikamata, utalisikia kwenye masikio mpaka ule rekodi humu, ndio baadaye litabaki, lakini kitu kama logos ulishiki. Sasa Biblia inasema naye neno alifanyika mwili. Ninachotaka kukizungumza ni kwamba Mungu alikuwepo milele yote, yani hana mwanzo. Lakini kama hana mwanzo, kabla ya uumbaji kutamka kiwepo, ni kwamba neno lilikuja baadaye, kwa sababu uumbaji unakuja baadaye. Ila yeye alikuwepo. Kwa hiyo kilinganisha kati ya tamko na roho au neno na roho inalitangulia neno. Kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu huyu Yesu alifanyika mwili akaonekana ni neno, Mungu ni roho. Very simple. Ni rahisi kwamba sasa ili ahadi yake itimie kwamba pata kumuita, basi neno lake ndio la kuweza kumuita roho baba. Sawa. Kwa sababu hakuwepo, lazima litimie kwamba lazima apatikane huyo ataniita mimi baba. Mimi nitamuita mwanangu. Linawezekanaje? Lakini ndio nilichokuwa nazungumza kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo ukivizungumza kwa mtu ambaye tayari ana ideology, yani ana fikra zake za kumdefine Mungu, basi ukizungumza kitu huwa anapelekea kwenye fikra zake. Ndio maana katika Qur'an wanasema kwamba mtasemaje kwamba ana mwana ili hali hana mke? Sasa hii nayo ni kwamba tunakuwa mwilini zaidi. Okay, kabla yake nirudi kwanza, tunamdefine, tunajaribu kumchambua Yesu, lakini sasa anasema atasemaje ana mwana wakati hana nini? Hana mke. Hebu angalia Mathayo 24:41. Mathayo 24:41. Mathayo 24:41. 24:41. Unasemaje? Inasema kwamba wanawake wawili Mathayo 22. Mathayo 22:41. Okay, inasema kwamba na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akisema, aliulizaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Yaani maana kabisa wanajua kwamba kuna Kristo, lakini sasa ni mwana wa nani? Tunakwenda kule huyu Yesu ni nani? Ni wa Yusufu tu au ni mwana wa nani? Anasemaje? Ni mwana wa nani? Wakamwambia ni wa Daudi. Yani hiyo kwa ilikuwa ni rahisi sana kwamba mwana wa Daudi, kwa sababu Daudi kile kipindi hasa mtoto wako atakayetoka katika viuno vyako, huyo ndio atakayenijengea nyumba. Endelea. Bwana tena anasema akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu. Okay, ishi hapo. Na imekuwaje kwamba Daudi katika roho anamuita Bwana? Yaani maana katika mwili anaonekana ni mwana wa Daudi, lakini katika roho anakuwa Bwana. Sasa katika masuala ya rohoni hata Muhammad alikuwa hajui. Aliuliza kwamba tuzungumzie habari za roho. Akasema kwamba yani roho ni jambo ambalo amefunuliwa kidogo sana, lakini katika masuala ya rohoni hajui. Na ndio inachotokea ni kwamba asilimia kubwa watu wa mwilini Waislamu masuala ya rohoni yanawasumbua. Nawashinda sana. Kwa hiyo wanamchukulia Yesu tu katika jinsi alivyozaliwa, na mwana wa Mariamu, mwana wa Yusufu, lakini mpaka hii mwana wa Mungu tunaikuta katika vitu maandiko matakatifu kwamba ana kiwango cha uwana, lakini baadaye kule mbeleni anakueje Mungu ni masomo ambayo tutakuwa tunaendelea nayo. Lakini kwanza kuna hiyo ya kuzaliwa katika muda wa miaka 30 alivyoishi kabla ya huduma, ambapo ni hekalu linaandaliwa. Lakini baadaye sasa anakuja mwenyewe Mungu moja kwa moja mle kwenye hekalu, anajipatanisha na ulimwengu. Kwa hiyo huyo ndio Yesu ambaye ukimtazama sifa zake ni sifa ambazo hazijatokea kwa mwanadamu awali yote. Au kwa namna fulani ambaye ni kama ni mwanadamu basi ni mwanadamu. Kuna sehemu nyingine yani zote anazo. Kwa mfano ya wanadamu anayo pia kuna mahali fulani. Hebu soma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:5 kwamba je, akiwa mwanadamu au upande mwingine? Timotheo wa kwanza sura ya 2. Timotheo wa kwanza 2:5. 2:5. Nasema kwamba kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Nani? Mwanadamu Kristo Yesu. Hapa napo amechukua nalo kwamba ukisema ni mwanadamu nao anafiti. Anasema kwa sababu Mungu ni mmoja. Hiyo tunakubaliana mpaka na ndugu zangu walisema
ashhadu an la ilaha illa Allah, ni kwamba hakuna Mungu ile mmoja, wa lahu la sharika lahu, wakati Mungu hana mshirika wake. Sasa wanachoongezea tu kuomba washhadu anna Muhammadan rasulullah. Ndio maana nakiri kwa Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini alitokea rafiki yangu nilimpenda Mwankema, anasema ashhadu an la illa yasu, yani maana yake nakiri kwamba hakuna Mungu ila Yasu. Alafu akasema anasema wa ashhadu anna Sauli rasulil yasu, yani kwamba nakiri kwamba Paulo yani Sauli ni mtume wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo sasa unapoitazama hili kwamba kwa sababu Mungu ni mmoja. Biblia yote inazungumza habari ya Mungu mmoja. Sasa hiyo Mungu mmoja inajulikana wala haina kificho, yani haina swali kwa mtu ambaye ni Judaic, yani Judaism, Myahudi, Mkristo. Bahati nzuri hilo unaungana hata Muislamu. Hilo wako kitu kimoja. Ndio maana hizi dini tatu monotheism, yani kwamba wote kwa namna moja yote wanajua kabisa Mungu ni mmoja. Ni mtu tu akisema kama nyewe wa Kristo na miungu wengine, hiyo ni kama ni swala la pili labda tu la kumtafsiri. Sasa ndio hili la kumjua Yesu ni nani. Hapo ndio penye usumbufu. Lakini swala la kwanza, hakuna Mkristo yoyote duniani ambaye tena atakuwa ni kichaa sana ifikie hatua binadamu tu wa kawaida. Sasa huyu ni binadamu wa kawaida aliyezaliwa, huyu ni Mungu. Basi watakuwa vichaa. Kama ndivyo, kwa nini wasiseme Elia ni Mungu? Kwa sababu alikuwa kama ni masuala ya miujiza, Elia alifanya miujiza. Kama ni miujiza walifanya, Musa kafanya mingi tu, wangeweza kuabudu wale. Lakini hakuna aliyepata kuabudiwa japokuwa amefanya vitu vikubwa. Sasa huyu ni nani? Kwa mtu mwenye akili lazima uone kuna special case kwa huyu mtu. Kuna kipindi ambapo katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 18 mstari wa nani wa kwanza, Ibrahimu alikuwa katika mialoni ya Mamre, alikuwa amekaa katika ile nchi. Biblia ikasema kwamba Mungu alimtokea Ibrahimu katika mialoni ya Mamre. Maelezo yake alimtokeaje? Hebu iangalie. Tuweze kukukuli katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza. Mwanzo 18:1. Mwanzo 18:1. Inasoma kwamba Bwana akamtokea Ibrahimu katika mialoni ya Mamre. Alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Ndio. 2 inasema kwamba akainua macho yake akaona, na tazama watu watatu wamesimama mbele yake. Akasemaje? Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka chini. 3 anasema akasema Bwana wangu. Herufi kubwa, Bwana wangu. Ukisoma 19, hiyo Mwanzo 19 anasema wale nani? Mwanzo sura hiyo ya 19. Mwanzo 1. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma. Sasa angalia pale inaonekana kwamba tayari yeye alikuwa katika mialoni ya Mamre katika mlango. Inaonekana kwamba Bwana akamtokea. Yehova, yani Mungu akamtokea. Alivyomtokea, alimtokeaje? Kwa sababu Mungu huweza kuona, yani katika umbile lake la kawaida Mungu hakuna ipata kumuona. Lakini yeye alivyotazama, akaona watu wangapi? Watatu. Akaona watu watatu. Nikisema watu watatu, inawezekana mtu wa utatu mtakatifu anaweza kaanza kusema Mungu ni utatu. Wale sio miungu watatu. Kwa hivyo kuja pale akasema Bwana wangu. Nini maana yake? Inaonekana kwamba katika wale watatu mmoja alikuwa ni Mungu. Ndio maana ndio aliyebaki na nani? Na Ibrahimu. Wale wawili ndio waliokwenda nini? Sodoma na Gomora. Na pale tunaambiwa ni malaika. Lakini huyu mwingine aliyebaki pale ni Elohim, ambaye alibaki na nani? Lakini sasa alibaki ili aweze kujidhihirisha. Maana yake ni kwamba alijitokeza katika umbile la kibinadamu. Na ndio maana hata kuna baadhi ya watafsiri wa Qur'ani, akiwepo mtu mmoja yule nani, shehe wa Zanzibar anaitwa somebody nani wa Zanzibar, yeye alizungumza kwamba Mungu ataka ajitokeze aidha katika umbile la mtu au kama malaika kunakuwa na mabawa. Sasa yule kwa Ibrahimu aliyejitokeza ni Elohim. Maana ni Mungu lakini akiwa katika nini? Katika umbile la kibinadamu. Na ndio hata kipindi fulani katika kitabu cha Yohana sura ya 8 Yesu akasema Ibrahimu, anasema kwamba kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi niko. Sasa hapo ni somo la kuendelea kujazia nyama kule mbeleni, kujua kwamba huyu Yesu ni nani. Lakini Yesu alizaliwa kama mwanadamu ambaye hajatenda kosa. Alikuwa na mission maalum. Yaani kuzaliwa kwake
kulikuwa na mpango ama mission maalum ya kimungu kwa ajili ya kujenga hekalu lake, ambao baadaye atakuja kukaa kwenye hekalu lake kwa kipindi ili ajipatanishe na nani? Na ulimwengu. Kwa hiyo tunaweza kuzungumzia kwamba sifa za Yesu ni nyingi sana. Ukiangalia zile sifa zake zipo nyingi sana ambazo tutaendelea kuzungumza baadaye. Lakini leo tunaweza tukaishia sehemu hiyo ya kwamba Yesu kuna watu wanayemfahamu tu kama mwana wa nani? Kama mwana wa Yusufu, kama mwana wa Mariamu, kama seremala, kutokana na viwango vyao kama wanadamu wa kawaida. Lakini kuna watu wanaenda hatua ya pili ya kujua huyu ana kiwango kinachofuata kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Maana yake anaanza kurudi kwa nani? Kitabu kwa kipindi cha Daudi, kwamba huyu ndiye aliyetabiriwa. Sasa ukienda ukamfuatilia zaidi utakuta makubwa sana kuhusu habari za Yesu Kristo. Nadhani kwamba kama kuna kumbukumbu zetu tunaweza kuishia hapo ili kwa baadaye tuendelee katika, kwa sababu ni somo pana sana ama baadaye mpaka mwisho wa siku unaanza kwenda mpaka kwenye Filipi 2:11 anaposema kile ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba, na Bwana ikiwa herufi kubwa ikiwa Yehova. Ni swala zito sana, maana mpaka Yesu alisema kwamba ninayo mengi mimi ya kuambia, lakini kwa sasa hivi hamtastahimili. Maana kama tu ilikuwa hatua kwamba akisema ni mwana wa Mungu ataka wampige mawe, angewezaje kusema ni Mungu? Mimi nadhani kuanzia tunaweza kutukaishia hapo, na jina la Bwana libarikiwe. Tutaendelea tena na ufafanuzi kwamba kuhusu huyu Yesu ni nani katika viwango vya juu zaidi.